Sehemu ya 15. Kimya kilitawala jangwani. Maneno ya Azra yalibaki hewani, yakining'inia kama radi isiyoanguka. Elian alibaki ameduaa, macho yake yakikodolea mzee huyo aliyesimama mbele yake kana kwamba alikuwa mlango kati ya nuru na giza. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake hakuhisi hasira wala hofu, bali mashaka juu ya kila alichoamini. Wachunguzi wa Mwangahe, aliuliza kwa sauti ya kupapasa. Nani? Ni mimi. Azra alimtazama kwa upole. Ndiyo, Elian. Mama yako alitoka katika ukoo wa mwisho wa wachunguzi. Alikufa akikulinda usijulikane na Mfalme Almar. Ndani yako mnaungana damu ya kifalme na damu ya wale waliowahi kulinda amani ya dunia hii zamani za kale. Malkia Zuri aliguswa na maneno hayo. Akasogea mbele na kushika mkono wa Elian. Kwa hiyo huyu ndiye yule mtoto wa unabii? Alijiuliza kwa sauti ya chini. Elian aligeuza macho yake kwenda kwa jeshi lililosimama nyuma yake, halafu akamtazama baba yake, Almar, ambaye sasa alionekana kupoteza ushujaa aliokuwa nao awali. Uso wake ulikuwa wenye giza, macho yake yakiwa na kivuli cha huzuni iliyofichwa kwa miaka mingi. Elian, Almar alipaza sauti kwa mara ya kwanza. Usisikilize hadithi za wazee waliopotea. Huu ni ujanja wa kukutenganisha na damu yako ya kifalme. Mimi ndiye baba yako, mtu aliyekulea katika enzi za vita na magumu. Usinisaliti. Elian alimtazama baba yake huyo, aliyekuwa mtu aliyeogopwa na kila mtu, lakini sasa alionekana kuwa na hofu kuliko wote waliokuwepo hapo. Ndiyo, wewe ni baba yangu kwa damu. Lakini je, ni baba kwa haki, kwa huruma, kwa upendo? Umewahi kuniona kama mwana au kama mrithi wa hofu yako? Elian aliuliza. Azra alinyanyua mkono wake juu, anga likatanda na mawingu mazito. Kutoka kwenye ardhi, nuru ya dhahabu ilianza kutokea chini ya miguu ya Elian, na upanga wake ulianza kutoa mwanga wa ajabu, si wa moto, bali wa amani. Ndani yako kuna chaguo, Elian, Azra alisema. Unaweza kutumia nguvu hii kutawala kwa hofu kama baba yako, au kuitumia kuvunja laana ya enzi ya kale, laana iliyolaaniwa na damu ya wasio na hatia. Malkia Zuri alipiga magoti. Jeshi lake likafuata. Wapiganaji walishusha silaha wakisubiri maamuzi ya Elian. Kwa upande wa pili, baadhi ya wanajeshi wa Almar walianza kusitasita. Walimtazama mfalme wao kisha wakaangalia mwanga uliokuwa ukimzunguka Elian. Waliona tofauti kati ya utawala wa nguvu na uongozi wa kweli. Elian alizunguka polepole, macho yake yakichoma mioyo ya kila aliyemtazama. Kisha akasema kwa sauti iliyojaa nguvu mpya, sitapigana si leo. Leo silaha zitasimama na ukweli utazungumza. Kama kuna mtu anayetaka vita, basi ajue damu itakayomwagika itamtafuna kwa laana. Ila kwa atakaye kusamehe atapewa nafasi ya pili. Kwa mara ya kwanza watu walipaza sauti za matumaini. Mfalme Almar alipiga hatua mbele kwa hasira, lakini alizuiwa na nguvu isiyoonekana iliyomzuia kusogea karibu na mwanawe. Elian alisema kwa sauti iliyojawa na huzuni. Mama yako alikuwa ndoto ya mwisho niliyokuwa nayo. Nilimpoteza kwa sababu ya tamaa. Usirudie makosa yangu. Elian alimkaribia, akanyoosha mkono wake. Baba, unaweza kuchagua sasa. Laana uliyorithi inaweza kufutwa. Ukitaka. Machozi yalitiririka machoni mwa mfalme mzee. Kwa mara ya kwanza alipiga magoti mbele ya mwanawe. Na kwa mara ya kwanza historia ikaanza kuandika ukurasa mpya. Unajua nini kitajiri baadaye? Usikose sehemu ya 16.